Gumzo sasa nchini Morocco ni Tanzania. Mjadala ni kwamba timu ya taifa ya Morocco inakwenda kukutana Tanzania katika hatua ya 16 bora. Kwa wale ambao ni mashabiki wa kawaida wanaamini kazi ni nyepesi kutokana na ukubwa wa kikosi chao au ubora wa kikosi chao. Lakini kwa wale wafuatiliaji wa mpira wana hofu kubwa kwa sababu wanaamini Morocco imekuwa haifanyi vizuri na timu ambazo zinavuka kama best losers, maarufu kama best losers, au zile timu zinakuwa katika nafasi ya pili, na wao wanaamini hii inatokana na wachezaji wao kutokuwa makini wanapokutana na timu za aina hiyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni msala kwao. Hivyo umekuwa ni mjadala mkubwa kwamba isiingie ile hali ya kuidharau Tanzania mapema wakati bado hawajajua kitakachotokea. Tarehe 4 sio mbali. Tanzania imeonekana ni timu inayokuwa haraka kiuchezaji, mabadiliko ni makubwa na Tanzania iliyozoeleka. Kwa hiyo kumekuwa kuna maonyo mengi sana kuhusiana na wachezaji wa Morocco kwamba bado safari yao haijakamilika na haitakuwa jambo jema kuidharau Tanzania. Tanzania imeingia kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya 16 bora baada ya sare na Tunisia leo hii hapa mjini Rabat, na punde hivi DRC wamemaliza mechi yao hapa wakishindilia Botswana kwa mabao 3, hali inayoonyesha kwamba kweli DRC wamekusudia kufanya vizuri katika michuano hii na ni moja ya timu zinazopewa nafasi ya kufanya vizuri, ikiwezekana kufika mbali fainali na hata ikiwezekana kuchukua ubingwa, lakini ni mapema kuanza kutabiri kwa sababu michuano hii inataka subra. Niko hapa mjini Rabat, mimi ni Saleh Ali Jembe wa Global TV na Jembe Sports. Nani anaanzisha mjadala kwamba Morocco ni kocha wa aina gani na Gamondi ni kocha wa aina gani? Najaribu kujiuliza kwamba mjadala huu ni kwa faida ya nani na unaisaidia nini timu yetu ya taifa. Na najiuliza kwamba kweli sisi hatujui kwamba timu hii ya taifa ina matofali ya hatua kwa wengi. Kwanza leo hii tunapaswa kumpongeza Gamondi, benchi lake la ufundi, vijana wake. Tuwapongeze TFF, serikali pamoja na mashabiki wanaiunga mkono wakiwa nyumbani, wanaiunga mkono wakiwa hapa. Wadau wengine wa mpira kama waandishi wa habari na wengine wote wamefanya kazi yao vizuri. Lakini hatuwezi tukaacha kumpongeza Morocco na benchi lake la ufundi kwa sababu nani alivusha timu kufika hapa mpaka leo hii tunajivunia timu inashiriki. Lakini kikosi hiki cha Gamondi, unataka kuniambia hawa wachezaji asilimia kubwa walikuwa kiitwa na Morocco. Kwa hiyo tumuonyeshe heshima Morocco, tumuonyeshe heshima Gamondi. Hawa makocha wote wana mchango wao katika kikosi chetu. Kuna mabadiliko kweli kwenye uchezaji wa kikosi cha Gamondi, watu mnapaswa kukubali na tumpe heshima yake. Kuna hatua aliipiga Morocco na kutufikisha hapa tulipo kabla Gamondi hajachukua, kama ambavyo Morocco alichukua kutoka kwa Adel kwenye michuano ya AFCON iliyopita nchini Ivory Coast. Hakuna hatua bila muunganiko wa vitu. Kwa hiyo nafikiri tumuonyeshe heshima yake Morocco, tumuonyeshe heshima yake Gamondi, na sisi tuzungumze kulingana na ubora wa timu yetu. Sio tuzungumze mtu mmoja mmoja na tukitaka kama vile kuwashindanisha, jambo ambalo halina faida yoyote. Anaoanzisha mjadala huu na kutaka kutengeneza kama mjadala mkubwa na wa maana, hauna maana yoyote. Maana kubwa ni kwamba timu yetu imefuzu, waliotoa mchango wao wakiwemo sasa na waliotoa mchango wao hawapo, wote ni sehemu ya mchango wa timu ya taifa kupata au nafasi ya kushiriki kwenye hatua ya 16 bora na kupiga hatua hii, kwa sababu si hatua ndogo, inaleta mabadiliko katika soka la Tanzania. Kwa hiyo tulifanyie kazi hili kama sehemu ya sisi na kama sio sehemu ya mtu mmoja mmoja. Tufanye vitu ambavyo vina faida kwa taifa letu na sio faida ya mtu mmoja mmoja au kuonekana kama vile umeongea sana, umeandika sana, sifa sana. Ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati na tunabidi tukue kisoka, na ndio maana natamani sana kuona watu saa zingine wanasafiri wakipata nafasi ya kuja kuona vitu vinavyofanyika huku kwa macho, kuacha kutumia mitandao ya kijamii na kuhadithiwa tu peke yake. Wakati mwingine tunakuwa kidogo tunapoteza ile test ya kujua vitu kwa undani zaidi. Kwa
Kwa hiyo tuwape heshima makocha wetu waliopo na waliopita, lakini wadau wote ambao wameshiriki mpaka leo timu imefika hapa. Mimi Saleh Ali Jembe niko hapa Rabat ambako Taifa Stars itacheza mechi yake ya hatua ya 16 bora na wenyeji Morocco. Hapa ni uwanja wa Al Madina kwenye jiji la Rabat nchini Morocco. Mechi moja kabla Taifa Stars walicheza hapa wakipepetana na majirani Uganda, na mechi kaisha kwa mabao 1-1. Leo Taifa Stars wamepata sare nyingine dhidi ya kikosi cha Tunisia, moja ya timu bora kwenye michuano hii ya AFCON na moja ya timu ya taifa bora kwa ukanda wa kaskazini na Afrika pia. Sare hiyo imewafanya Taifa Stars kwa moja ya timu zinazofuzu kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Tanzania wakati inakuja, mashabiki wengi wa soka wa Kenya walisema safari ya Tanzania ni baada ya mechi 3. Na wakasema Tanzania wanaisubiri irudi Dar es Salaam baada ya mechi 3. Tanzania sasa inasonga mbele. Lakini wakati wa Kenya wakisema hivyo, wao timu yao haikuwa imefuzu. Kwa hiyo tuliwajibu kwamba timu yao haijafuzu, kwa hiyo si vizuri kuijadili Tanzania. Tungeweza kuzungumza hilo sisi na Uganda au sisi na Sudani. Lakini sasa tunaweza tukazungumza Tanzania na Sudani kwa sababu tumesonga kwenye hatua hii ya 16 bora na tunaiwakilisha Sekafa kwa uzuri kabisa. Kwa Wakenya nafikiri sasa wanaweza wakajifunza, na sijui sasa nini watachokizungumza kwa sababu Tanzania ndio imekuwa gumzo la Kenya. Tofauti sana na kuwaona Watanzania wakizungumzia Kenya, kwa sababu hata ligi ya Tanzania ni moja ya ligi kubwa Afrika, si ligi ya Kenya. Kwa sababu ligi ya Kenya hata kwenye 10 bora na inawezekana 15 bora haipo. Lakini bado Wakenya wanapenda kuonyesha wao ni wakubwa kuliko Tanzania katika soka. Tanzania ni kubwa kuliko Kenya wanapozungumzia mpira wa miguu. Kenya wanatuzidi rugby, ukiachana rugby wanatuzidi pia riadha. Lakini kwenye soka nafikiri wanapaswa kusubiri. Majirani, Tanzania iko katika hatua ya 16 bora. Poleni, lakini tuendelee kuwa wawakilishi wenu wazuri, kwa sababu bahati mbaya Uganda nao wameteleza na Tanzania ndio wawakilishi wenu. Karibuni Dar es Salaam, karibuni mlima Kilimanjaro, karibuni Tanzania.